Ndio siku ambayo hakuna siku nilipiga show watu wamejaa alafu natukana ndio ile. Kama unaonaga show za Tupac anapiga show kwa anatukana zile yale matusi yale, ndio show hiyo sasa nilipiga. Alafu mpaka machozi ananilenga hivi. Wanachua wanashangilia. Napiga nyimbo alafu natukana na ninamtaja jina. Ukumbi mzima unashangilia. Kwa hasira zile. Kwani unifanyie vitu vya kinyama kama hivi? Kufika polisi nikatupwa ndani. Wakati tu nimekamatwa hotelini, kumbe redio ya Alage kashawapanga watangazaji ndio wanatangaza. Wanatabola msanii mliyemtarajia si ukumbi wa Loyo. Hata kuwepo Dudubaka kashakamatwa na jeshi la polisi na yuko lock up. Kwa hiyo msihangaike kutoka, redio yake ndio inatangaza. I swear to God, Mwenyezi Mungu anaona. Ni mapito ambayo nimeyapitia kuhusiana na mambo ya jeshi la polisi. Unajua mimi na kawaida kukuonya mara 3. Alafu naonyaga kwa upole sana. Wewe kausha basi, kausha unazingua. Ukiendelea tena mara 2 kausha unazingua. Mara 3 kausha unazingua. Mara ya 4 maana yako umedhamiria. Kwa hiyo hapo ni pigo moja tu. Na siye kupiga mara 2. Kwa hiyo yule jamaa kumwadhibu vile akasema mimi ni mtoto wa mkuu wa mkoa. Ushaelewa? Kwa hiyo ikabidi ni muadhibu ili akamwamshe vizuri baba yake huyo mkuu wa mkoa. Ndio hivyo, baada ya muda nikashangaa defender ili hapa. Baadaye sasa maaskari, unajua mimi maaskari najuana nao kiukweli. Na ni kwa sababu naishi nao vizuri, la kwanza. Na pili, mwanamuziki uwezo ukafanya shughuli za muziki bila polisi. Sio, unaelewa? Kwa sababu nikienda hata Morogoro sasa hivi kufanya show, ni lazima promoter akachukue kibali kwa afisa utamaduni. Afisa utamaduni anabaki na kopi. Na kopi nyingine anampa promoter ipeleke wapi? Polisi. Akishaipeleka polisi wanakuwa wanajua kuna tukio fulani la burudani, eneo fulani, ukumbi fulani kwa ajili ya usalama. Haitakiwi kufanya tamasha bila polisi kufanya nini? Kujua. Na ukifanya bila kibali cha polisi, ugomvi achana tukosa. Ugomvi ukitoka, hujanielewa. Au afisa utamaduni katoa kibali. Ndio anayehusika na sanaa. Polisi hawahusiki na nini? Na sanaa. Kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo ukigewa kibali na afisa utamaduni, tamasha linaweza likafanyika. Kwa hiyo ambavyo hamjapeleka taarifa polisi kwa mkuu wa kituo, hata wasikie kuna ugomvi kwenye ukumbi watu wanauana, polisi wanasubiri muone vizuri alafu ndio waje. Hamkuwa yes, na wala sio kosa lao. Hamjatoa taarifa. Mmegewa kibali na nani? Na afisa utamaduni ambao wako chini ya nini? Ya BASATA, si wizara sanaa. Hawaji kweli. Shanelo. Kwa hiyo msanii lazima uwe karibu na nini? Na jeshi la polisi, kwa sababu kwa maana hatufanyi shughuli zetu bila ulinzi wa polisi. Kwa hiyo defender lilivyotumwa, polisi wameingia ndani, ikabidi pale watumie sasa busara kwa sababu wengine najuana nao, kwa sababu mimi kila mkoa wa polisi washikaji zangu kibao. Kanaambia Dudu twende, tumetumwa na nani? Na mkubwa wetu anaitwa tena Alphonse. Huyo mkubwa anaitwa nani? Alphonse. Twenzetu. Ikabidi kweli mimi nikatoka hadi nje pale. Tukaenda hadi kituoni. Kufika kituoni ndio huku na huku. Kombe katokea sasa tena, ikatokea ambush pale kituoni. Kutokea ambush huku na huku na huku. Ile ambush ilipotokea pale kituoni pale, kumbe wameshapigana simu walio pale kituoni na walio kuwa kwenye patrol, wale wanaovaa kiraia, ndio wakarudi pale sasa. Sasa ambush inatokea hivi, wakatokea kwa nyuma. Mimi siwaoni. Mimi niko nao sasa walio mbele yangu. Nikasikia kirungu cha hoja, kirungu ukipigwa chao. Chao unashangaa tu mkono unakufa ganzi. Nikapigwa na chauku mikono, ndio pale wakafungua lock up, ndio wakanivuta ndani, nikawa lock up mpaka kesho asubuhi. Ndio huyo Alphonse akaja anacheka, kwa sababu Alphonse mwenyewe alikuwa tu ni mtu mzima, lakini tulikuwa tunaingia, wewe vipi mbozi jana umezingua hivi na hivi. Nikamwambia na nyinyi mnazingua bwana. Yaani ikaisha vile.
Baadaye wakaniambia wese sepa zako. Kwa hiyo hii huyo aliye comment sasa wako 15. Kwa hiyo kweli ilitokea. Mimi ni mtu wa ukweli. Umelizika ro. Unacheka nini? Hiyo ni lies. Hiyo ni lies. Na kama huyo alivyosema, mwingine alisema wale walikuwa wanatembea ni kundi, kikosi cha mizinga. Mimi ni menia, lakini hatujawahi mimi na kikosi cha mizinga zikanuka. Haijawahi. Mimi ninachokijua kipindi hicho hata weusi haipo. Kulikuwa tunako kina Lodais, kina Jinako, kina Bunako na nani. Walikuwa kitoka Arusha wanakuwa Moroko pale kikosi cha mizinga. Kwa hiyo walikuwa kitembea kikosi cha mizinga nao tunako. Ushaelewa? Sasa siku moja mimi niko Bilikanas, Professor J yupo, Chidi Benz yupo. Kwa hiyo wakawa wanataka kumteka nani? Chidi Benz. Kwa mimi niko ndani, akaja Mani X, kama unamkumbuka alimbaga wimbo na Dully Sax. Mani X akaja juu kule counter, oya Chidi Benz wanamteka, si ndio nikatoka nduki mpaka nje. Kwa hiyo si mambo yao ya hip hop. Mambo yao ya hip hop. Kwa mimi nikatoka nje tayari wanamvuta Chidi Benz waondoke naye. Wakiwepo hao nani na Kotunako, kwa maana akina Lodais, wakina Bunako, akina Jinako. Nao nafikiri Jinako hakuwepo. Sababu Jinako hayuko sana kwenye mambo hayo. Tusije tukamuonea Jinako hayuko kwenye tabia hizo za usela mavi. Kikosi cha mizinga pamoja na nini au Jinako. Nani sio wewe. Wewe unanielewa. Weusi ilikuwa haipo na Kotunako kabla weusi haijazaliwa. Kwa hiyo walikuwa kitoka Arusha wakija washikaji zao ni nani? Kikosi cha mizinga. Kwa hiyo kiwakuta sehemu yote Kokobichi wapi ndo wako pamoja. Kwa hiyo si mambo ya hip hop, bado wakawa na beef na Professor J, wakawa na mtafuta Professor J wamteke. Kwa hiyo mimi nilimuokoa Chidi Benz nje kwenye parking, nikamrudisha ndani. Na wao wakawa wamenyamaza kimya. Baadaye mimi nikarudi ndani kana na Professor J, baadaye tukasambana. Ninakumbuka kesho yake mimi kama jioni nilikuwa naondoka wapi? Naondoka Uswizi. Naenda Ulaya. Na kwenda nikasafiri nikarudi. Kwa hiyo bali unajua kuna romance tu mtu anazusha dudubaga bila mimi hata Karapina sasa hivi anakaa kutegeta huko. Na kila tunaonana. Shanaelewa hata mzazi mwenzake Mau anakaa hapa Bali Beach na tunaonana. Na tunapiga story. Shanaelewa vizuri. Haijawahi kutokea mikosi cha mizinga papa tukapigana, haijawahi. Ni romance tu za kijinga tu. Shanaelewa za kijinga za kuzusha. Mimi na Karapina kikosi cha mizinga hatujawahi kupigana. Mimi nilimuokoa Chidi Benz kutoka mikononi mwao. Kama ambavyo walimtekaga Sorotheng kama unakumbuka. Shanaelewa. Na yeye Sorotheng kipindi hicho ni mwana hip hop na alikuwa mtangazaji wa Times FM kama unakumbuka. Kwamba kwa nini apigi nyimbo zao? Wakamteka Kinondoni. Kwa hiyo walikuwa na hiyo tabia, lakini sio kwa upande wangu mimi Mamba. Lakini kama kuna mtu alikuwa anatafuta kiki, alifight na Dudubaya, haijawahi kutokea. Mimi sijawahi kupigana na mtu hata tukashikana mashati. Sijawahi kupigana na mtu tukapelekana chini. Huaga ni moja tu. Na ndio maana Professor J, naibu waziri wa sanaa mwana FA, hili kofi langu hili walishalibatiza jina linaitwa Bumbak. Bumbak, yani wenyewe utawauliza sasa wao. Mzee wa Bumbak naitoga hivyo. Nikikunyuka hili kofi moja ni lazima uende. Na ukienda ukinyanyuka ukinifuata basi mimi nitakimbia. Hajawahi mtu akanyanyuka akanifuata. Na ndio maana sije kushikana na mtu tukachafuana. Tekniki zangu huaga ni moja tu. Ndio maana Professor J mwana FA wanaitaga Bumbak. Kwa hiyo kama kuna mtu anajifanya kitanishawi kupigana na Duduba, huyo anatafuta kiki. Anatafuta sifa ambazo hana. Sijawahi kupigwa. Na wala sije kupigana na mtu tukashikana mashati tukapelekana chini. Shanaelewa vizuri. Issue ndio haya mambo tunayozungumzia ya utekaji. Mimi nikizungumza kwamba watu wanatekana, na nimeona jaji mstaafu kazungumza vizuri sana kwamba sasa hivi Tanzania kuna ile kitu kwamba utekaji, watu wasiojulikana, eti serikali inateka watu. Kuna watu wana bifu zao binafsi. Wanatumia hii sasa. Walikutafuta miaka 20, mlizulumiana, mlifanya nini? Kwa hiyo anatumia muda huu kutimiza alichokuwa na kitamani kwa muda mwingi, kwa kigezo itasingiziwa nini? Serikali. Wanasiasa majimboni kule wanatekana, wanaumizana.
Shanaelewa vizuri, wao kwa wao inasingiziwa serikali. Shanaelewa. Watu wajaribu kunielewa. Nilishazungumzia kipindi mimi nimekaa polisi Oysterbay siku 21 kesi ya Joseph Kusaga, na aliwaambia vyombo vyote vya habari wasitangaze ambavyo vilikuwa vinajua, wasitangaze kama mimi niko polisi Oysterbay 2020 21 days. Nikapelekwa mahakamani bila chombo chochote kuripoti, nikaenda Segerea bila chombo chochote kuripoti. Je, wale polisi walikuwa wanatumia Joseph Kusaga wangeni, kwa sababu kuna tabia vituo vya polisi hivi sasa. JS nikwambie, unaweza ukashangaa polisi wanakuja saa 7 usiku. Ndio wanakuambia tunakuhamisha kituo. Hiyo ndio wanakuambia, na polisi wanajua. Na IGP ninavyoongea hapa anajua. Wanakuhamisha kituo, labda ulikuwa Oysterbay, wanataka wakupeleke Central au polisi Mabatini, au ulikuwa polisi Mabatini wanataka kupeleke Magomeni usiku. Mimi nilishawahi kutokeaga kipindi cha Mr. Nice nikakataa. Wanataka kunitoa Central si wanipeleke tu. Sasa usiku nyinyi ni defender linalodili na majambazi ambao wanavaa kiraia. Wanaodili na majambazi. Unajua wanaodili na majambazi hawavagi uniform. Unanichukua saa 7 usiku. Unihamishe kituo. Kunipeleka kituo. Je, njiani mnakutana na wazee wa kazi? Majambazi? Kwa sababu majambazi hata polisi wakiwa wanaenda hivi, majambazi yako kule, hata kama polisi hawajui kuna majambazi, yakishaona tu ni polisi wanazikoki. Unashangaa polisi wanaanza kubutuliwa kama alivyopigwa wapi pale Kawe, kama unakumbuka. Wale jamaa wakujua kama polisi wanakuja, wakapiga defender, wakaua hadi mbwa, kama unakumbuka wale. Kwa hiyo kwenye ambush waga iko hivyo, nikuotee uniotee. Sasa wewe unanibeba mimi usiku, unazunguka na mimi usiku, huko kwenye patrol za majambazi. Mkikutana ambush mimi najitetea na nini? Mimi nishawahi kukataa. Kunitoa polisi ilikuwa kunitoa Surrender Bridge. Yes. Usiku wetu wanataka wanihamishe kituo wanipeleke Sui Central, nilikataa. Tena nilikuwa Surrender Bridge. Kaambia siendi kokote, hapa kuna nitosha. Usiku saa 7 saa 8. Sasa je, kipindi cha kesi ya Joseph Kusaga polisi wangekuja hao sasa aliokuwa anawatumia yeye, Godfrey Tumaini William, tunakuhamisha kituo twende Central. Je, ningeenda nikapelekwa sehemu huko nikapotelea huko? Vyombo vyote vya habari vimezuiliwa kutangaza, ingesingiziwa serikali. Sasa tunakuja kwenye issue sasa unaosema kwamba kuna mzee mmoja sasa hivi ni marehemu na yeye mwenye Msasani Club hapa, ukumbi ni wake, alikuwa ni mtu wa serikalini mstaafu kipindi cha Nyerere na kipindi cha Mwinyi, anatumia ustaafu wake na kujuana na viongozi serikalini. Akaandaa tamasha pale kwenye ukumbi wake Msasani. Kipindi hicho ile bongo flavor yetu ile dazinundazi ya moto ile, mimi sio kina AY is costume ile ya makundi au kina Prosaje, yani wasanii wote unaojua wewe. Ukumbi umejaa hivi pale Msasani. Sawa, wasanii alitulipa advance. Unajua kwenye muziki kila mtu anaelewana kivyake. Aliyelipo huyu amjuani. Ila alikuwa ametoa advance. Mmoja alikuwa amenipa advance bado pesa nyingine. Nimeshangaa mimi nimeshaimba. Sasa tulioimba tukatoka backstage tukakaa upande wa getini huko. Unajua mimi pua yangu wage inanusa hela. Inanusa hela. Kwa wakati wasanii wengine wanaendelea kuimba pale watu wamejaa hivi. Yaani show imelipa. Yule mzee na tamaa zake na pesa alizonazo akamwambia promoter wake ambaye ni manager wake, wewe asikiliza, hawa wanatudai advance iliyobakia. Kwa hiyo kusanya pesa zote getini, weka kwenye, alikuwa na benzi huo mzee, weka kwenye gari. Mzee akakusanya ule nani, wakakusanya pesa zote wakaweka kule. Kumbe mimi nanusa hela. Wasanii wengine wote hawajui, hawana habari. Mimi nanusa hela. Nishamaliza kuimba hapo. Baadaye nikaja kuona mbona harufu ya hela hapa si mbona sisi harufu leo hiyo ni harufu rezo kaona leo. Mbona harufu hapa? Hai, hela zimeenda wapi? Sababu toka shoda ingia ukumbini, harufu hivyo ya hela mbona sasa imetoweka? Hapa kuna kitu. Nikachunguza huko na huko. Nikamdaka yule jamaa yule manager sasa, ambaye ndo alikuwa anatulipa advance. Nikamwambia sikiliza, hela ziko wapi? Sijui boss ameondoka nazo. Nikamtia bonge la banzi la mgongo mpaka shati likachanika, akawa chini, lala chini. Kalaje ndio wakaja wakina P Funk, wasanii wote wakaja hapa. Tukamzunguka, niwaambia piga simu kwa bosi wako, tunataka chetu, show tumeshatimiza wajibu wetu. Kweli mzee kwa hasira katoka tena nyumbani kwake na lile benzi lake na zile hela. Akarudi akaja hapa, dudu bona dai shilingi ngapi? Kaza Jumanecha sijui nani kalipa wote. Na aliyekuwa anaongeza siku hilo tukio lote tumezunguka hivi,
ni mimi na Sorotheng, wengine wote wako kimya. Kwa hiyo yule mzee hasira zake zote zikaa kwangu mimi na nani na Sorotheng, tukasambaa. Ilikuwa Ijumaa kama sikose, Jumamosi ikapita tadilikana kama kawaida. Alfajiri asubuhi nikarudi home, nilikuwa nakaa Mbezi Jogoo, nikalala, niko peke yangu, nikalala. Kulala kufika saa 4 hivi nashangaa mlango unagongwa kaka. Nikatoka chumbani nikaenda mpaka sebeni, nafunua pazia hivi nakuta dirishani polisi 3. Nafunua dirisha jingine polisi 3. Mlangoni wako 3. Nikarudi chumbani, fungua pazia la chumbani kuna polisi. Kwa nikaanza kurotate, nimefanya nini? Sijapigana, sijaua, siuzi madawa kulevya, sijaabaka. Nini? Polisi wako fungua. Baadaye nikamwambia subiri, nikaanza kujiload sasa, nikavaa nini fresh, nikapiga buti. Ile nafungua tu mlango hivi, polisi wataka kuingia, ili carpet limesafishwa. Na ndani sasa Sebleni wataka kuingia na mabuti yao, nikamwambia unaingia ndani fani. Wewe shida yako ni nani? Si ni mimi. Mimi niko mlangoni. Mnataka kuingia ndani kufanya? Baki mlangoni, kafunga mlango tukatoka. Ile natembea tu watu wakazaa. Naangalia kwa mbali hivi. Naona Defender 2. Alafu na Benzi ya yule mzee. Mekaa. Sasa si napelekwa sasa, yani tunatembea sio kibindo. Changanyika jeki wanasemaga sio hivyo, naenda. Kufika kwenye ile Benzi vizuri mkuta yule mzee kavimba kwenye usukani. Alafu kushoto kwake kakaa polisi ana nyota 3. Lidingi hivi na lenyewe. Nikaingia kwenye Defender mpaka kawe mpaka kituo cha polisi Oysterbay, kile cha zamani acheke kipi. Kafika nikatupa mle ndani. Ilipofika saa 10 jioni naona Msafiri Kondo ambaye nani sasa Sorotheng naye kaletwa Sasa tunaanza kuulizana, wewe vipi? Bwana mimi walikuja home asubuhi hivi na hivi. Wewe mimi bwana nilikuwa home Mbagala, Sorotheng sasa nilikuwa home Mbagala. Nikapigiwa simu, mtu anasema yeye ni promoter kutoka Arusha. Ananitaka mimi tukutane Kinondoni, tusaini mkataba, wana show yao Arusha. Kweli Sorotheng alitoka akajua naenda kupata maokoto. Kufika tu niko Kinondoni studio hapo. Jamaa akavuka barabara kutokea upande wa Moscow mpaka pale kwenye kituo. Mzee akamwambia haya twenzetu. Kumbe maaskari wamevaa kiraia. Ndio akamleta polisi Oysterbay. Tulikaa 21 days. 21. Tumewekwa tu bila kuhojiwa, bila maelezo. Master J ndo aliyekuwa na asubuhi ndo analeta chai, mchana ndo analeta chakula na usiku. Akitoka pale anaenda kwa ule mzee. Sasa naye polisi wanaambia nenda ukaelewane na ule mzee. Sisi hatuna namna. Anaenda kwa ule mzee, anamkuta counter. Mzee anakula supu huko anakunywa zake. Ngoja niwaonyeshe. Alikuwa ni Mkuria. Ngoja niwaonyeshe kwani jui mimi ni nani. Master J anambembeleza mzee karibu sana. Nini saa hizi Master J anaondoka. Anaenda mchana kuandaa chakula, anaenda. Wasanii wote wale wote niliowapigania wakapata, hakuna hata aliyekuwa anakuja. Master J tu. Ndio hii game ya Bongo Flava. Ndio maana nasema hizi harakati nazifanya kwa ajili ya kizazi kijacho, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. I don't care about you. Na kutetea unalipwa pesa, kwenda zako. Ndio maana wasanii ni watumwa mpaka leo. Sasa baada ya pale Kamanda Chiko alikuwa ndio kamanda mkuu wa polisi RPC kwa maana Kilimanjaro. Jeshi la polisi namjua Kamanda Chiko. Na IGP alikuwa Mzee Mahita. Wazee wangu Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya njema Mzee Mahita pamoja na Kamanda Chiko. Taarifa zikamfikia nani? Kamanda Chiko. Akiwa RPC wa mkoa wa Kilimanjaro. Ndio akampigia Mzee Mahita. Mzee Mahita ndio akapiga waya kituo cha polisi. Kituo kinatetemeka. Kumbe hata mkuu wa kituo Oysterbay hajui kama kuna Godfrey Tumaini William na Msafiri Kondo ndani. Kwa hiyo aliyehusika ni ule mwenye nyota 2. Alitumika na ule mzee. Kwa hiyo tumewekwa tu 21 days, siku 21. Kwa ule mkuu wa kituo kashuka kule juu, kuna Godfrey Tumaini, nikamwambia nipo. Msafiri Kondo nipo. Tokeni tukanani pale, tukatoka. Njoni kesho mripoti, tukaenda kuripoti. Ikawa hakuna hizo, ndio kesi kaisha hivyo. Sasa kama mtu
raia mwenzako anawaambia polisi mkamata huyu, weka siku 21. Na ndio maana nakwambia hili jeshi la polisi, kuna watu toka utotoni anaanza shule ya msingi, matamanio yake na upendo wake ni kuwa nani? Askari. Mtu wa namna hii hata akija kuwa askari anakuwa na nidhamu ya kazi yake. Na ndio maana watu wa namna hii hata kupanda cheo ni rahisi sana, sababu ni kitu anachokipenda toka, ni kitu ambacho ana wito nacho. Na ndio usione wao wenye vyeo wote walipenda ile kazi toka utotoni. Lakini kuna mengine ugumu wa maisha yamekosa channel, linakimbilia kwenye upolisi. Ndio haya ambao mimi nimegombana na wewe, linagawa 50,000 au 100,000. Mkimkamata mpigeni, hasa mpigeni, yani mpaka unafika kitondo ulishapigwa. Halijui linaweza likakupiga vibaya. Siku hizi watu wanashindia chips usiku, chips anatembea mtu, unajua mziba kofi moja huyu, mara umemsukuma kaangukia kichogo huyu, unapata dhambi na laana kwa watoto wako ya kuwa askari. Ili usiwe na dhambi ya kuwa ukiwa kazini na maadui wale labda wahalifu wana silaha, hata ukiwaua huna dhambi kwa sababu ulikuwa wapi? Kazini. Lakini wewe kesi za kawaida hizi, unaongwa bia, unaongwa pesa, unaenda kumwadhibu mtu, unampiga bahati mbaya kama ilivyotokea Arusha Nairobi, eti kajigonga kwenye ukuta unapiga mtu. Ile ni laana kwako wewe na kizazi, kwa sababu umeua kwa mtu ambaye hastahili kuadhibiwa. Kesi ya matumizi mabaya mtandao. So umeona hapo kwenye simu yako, si tayari upo ushahidi? Andika jalada, peleka mahakamani. Sio kumwadhibu. Kuadhibu mtu kwa polisi, mimi unanihisi ni jambazi au kweli ni jambazi? Nina silaha, nataka nitaje zilipo, unaniadhibu mpaka nitaje. Mimi ni gaidi, lazima uniadhibu ili nitaje ule mtandao, wenzangu wako wapi na mabomu yako wapi. Mimi ni muuaji wa albino au ni mganga wa kienyeji nafanya hizo lamuli, na wenzangu wako wapi? Nastahili kuadhibiwa ili nifanye nini? Nitaje. Nauza madawa kulevya, nastahili kuadhibiwa ili nitaje mtandao mzima. Mimi ni mwizi wa magari, wizi wa magari wana mtandao, unaniadhibu ili nitaje na wenzangu. Kesi kama hizo. Na ndio maana vituo vya vya polisi kuna sehemu inaitwa garage. Yes, kwaje ndio garage. Sasa wewe kesi za mtaani watu wamegombania madem, au mimi na wewe ulinikopesha pesa, una namba yangu ya simu, tumezuliwa, tumezinguana, unanidai, tumegombana pale, tumetukana, tumefanya nini, unaenda polisi, alafu naambia chukueni hela hii hapa, mgongeni huyu. Unagonga mtu bahati mbaya kafa. Eti mfundisheni adabu. Na asitoke mpaka Jumatatu. Na zamana asipate mpaka aende Segerea. Polisi wanaolichafua jeshi la polisi ni wale waliokosa channel za maisha wakajibanza kwenye jeshi la polisi. Wanaolipenda jeshi. Hata mwanao unaweza ukashangaa, "Ba dadi, mimi napenda kuwa askari." Huyu hawezi kuja kuwa anagewa 100,000 kumwadhibu mtu. Na ndio maana angalia vituo vya polisi. Wazee walioenda umri. Kama ule mzee alikuwa anawaambia mapolisi Mwanza, "Kausa. Sio nakumbuka pale sento ya Mwanza." Ni watu wenye busara. Ni watu wanaolipenda jeshi toka utoto. Na ndio maana wanagewa vitengo. Lakini unakuta tu mtu kaenda polisi kwa sababu ya ugumu wa maisha. Na ndio hayo 100,000 anaona milioni. 50,000 anaona 500,000. Anafanya vitu vya kiki. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Mimi nilichukuliwa na Aden Lage. Wapenzi wa mpira wanamjua Aden Lage, amekuwa mwenyekiti au rais tuseme wa FAT kipindi hicho kabla ya kuwa nini? TFF. Kawa mwenyekiti wa Simba. Sawa? Huyo Somali huyo, lakini wa kutokea Tabora. Ushanaelewa? Tabora mjini. Pia kawa mbunge wa kupitia CCM Tabora mjini. Wanasiasa wanamjua. Wabunge wote wanamjua. Serikali inamjua. Sawa? Ni mtu wa mpira. Wanampira wanamjua. Sasa Aden Lage ana radio yake, Voice of Tabora. Sawa? Pale Tabora mpaka leo ipo. Alafu akawa anaandaa matamasha kwa sababu ana radio. Akanichukua mimi. Nataka kwamba nikafanye show. Kweli nikapanda ndege mpaka Tabora. Tukapiga show vizuri, bonge la nyomi. Tena na yeye mwenyewe yuko mlangoni anakusanya pesa zake. Vizuri kabisa, tukamalizana fresh. Unajua ilivyo kwenye muziki. Wewe Aden Lage umenipeleka Tabora. Nimemalizana na wewe. Pale anaweza akatokea promoter anataka kunipeleka wilaya ya Urambo ndani ya Tabora hiyo. Wewe nimepiga naye Tabora mjini, anataka kunipeleka Urambo
anataka kunipeleka sehemu nyingine au anataka kunipeleka Nzega. Hiyo inatokea. Ni sawa sawa unavyoona hawa wanamuziki wanaokuja hapa kutoka Marekani hapa Dar es Salaam. Hawa watoagi Marekani straight. Unasikia labda msanii labda Fat Joe au 50 Cent anafanya show Ghana. Kwa hiyo inabidi promoter hapa wasiana promoter wa Ghana. Huyo yaongea na jamaa kuna show nyingine Tanzania. Au anafanya show Nairobi. Kwa hiyo promoter hapa anaongea na promoter wapi? Wa Nairobi. Mjulisha jamaa tunamtaka hapa. Ni sawa sana 50 Cent G-Unit walivyochukuliwa wa South Africa. Ndio akaletwa hapa. Yes, kama tunavyosema sasa kimetokea kimeo. Kina Fat Joe alikuja hapa na kina hivi kama unakumbuka. Sawa, walitolewa Ghana. Hawakutolewa straight America to Tanzania. Kuona sisi unaweza ukanipeleka mimi Mwanza mjini lakini kuna promoter wa Mleba, wa Ukelewe. Shanelewa. Maeneo yale ya jirani. So nilipomalizana na Lage kuna jamaa wakatokea wawili Ulambo kule kwa waziri mstaafu Kapuya wana ukumbi kule. Alafu akatokea mwingine ndio hao wenye Papichulo Kinondoni wajukuu wa Chief Fundikila. Sawa tuliongelea walikuwa mameneja wa Baraka the Prince. Kwa hiyo kipindi hicho kabla hajaja kufungua disco ile Kinondoni Mwanamboka Papichulo walikuwa na disco Loyo. Watu wa Tabora wanalijua ile disco. Kwa hiyo wakasema unapoenda na jamaa Tabora nani Ulambo unaporudi kuna show yako Jumapili hapa kwa ajili ya wanachuo waziri kuna chuo cha waziri pale. Poa poa tukamalizana mikataba fresh. Kumbe Aden Lage anabifu ni wapinzani wake wa Loyo. Lage kamaindi kwa nini mimi nimemleta Dubai kwa ndege na tiketi ya kurudi kwa ndege ni gharama zangu mimi, nyinyi mnakuja kumchukulia hapa. Angalia mtu ni msomi kawa kwenye mpira lakini unakuwa utumia akili. Kwa alichokifanya kwanza yule DJ tuliyekuwa naye. Sikiliza mbinu kwa DJ tuliyekuwa naye tunaitafuta sasa Ulambo. DJ na driver wa gari kumbe Lage kasha tuma watu wake. Yeye yuko da anacheza tu kwa simu. Ndio maana jamaa kwenye mpira anasifika kwa fitina. Kutuharibia show na driver yani tukifika katikati huko gari ajifanye imeharibika ili tusiwahi kufika Ulambo. Sababu ukifika usiku watu hawajaona ile PA ya jioni na PA ile ya kutembea na gari hivi ndio watu wanaamini kweli msanii yupo. Kufika katikati driver kajifanya gari limebuma. Eti mafuta yameisha mpaka tena yafuatwe Tabora mjini. Kumbe ni mbinu. Bahati nzuri ikatokea gari ikatusaidia mafuta. Hilo Mwenyezi Mungu kamshinda. Tukafika Ulambo tena tumefika saa 12 saa 1 mwanangu. Hapo amonekani. Kwa hiyo nicho kifanyeni nikaambia promoter kwa sababu mimi simbiagi viti. Yaani promoter kanilipa lakini mimi huaga najua kuandaa show kwa hiyo promoter nampa mawazo mimi. Ni sasa hata Wasafi Festival nilivyokuwa na hapa mawazo. Fanya hivi na hivi na hivi ili tuimalize fiesta. Kwa hiyo jamani kaambia wewe sikia papa hivi na hivi tunazunguka pe tukaanza kuzoa watoto sasa wanakimbiza gari. PA saa 1 giza hilo. Tulipofika ukumbini pale nikanunua soda kwa watoto wote wako kama 200 walikuwa wanakimbiza gari Ulambo nzima ile. Kanunulia watoto soda wakashangilia pale nikamwambia nendeni nyumbani mkaambie wazazi Dudubaya yupo. Baada ya pale kweli usiku nyomi. Mwenyezi Mungu akawa amenishindia kama Yesu alivyonishindia juu ya msalaba. Show hiyo ikafanikiwa. Tumerudi sasa Tabora kwa hii show ya hawa wakina Mgarula. Ya Loyo. Ushaelewa. Sasa mimi niko hotelini hivi nimevaa sandals nimekaa sasa kwenye TV pale upande wa bar. Nafuatilia tena ilikuwa top 10. Nishafanya ya Lage. Sasa wana nyingine sasa ya hawa sasa. Ushaelewa. Sasa kumbe ni maadui zake wanashindana kibiashara. Kwa hiyo alitaka Lage nilipomeza nipande ndege nirudi da na wao wanifuate wapi. Kwa mimi nimekaa hivi. Naangalia top 10 ya East Africa TV ilikuwa na top 10 East Africa TV. Nyimbo yangu ilikuwa kwenye top 10 naangalia ili ikifika saa 2 kamili taarifa habari ya ITV. Kwa kuna mzee amekaa pembeni pale. Kweli kufika saa 2 tukaweka ITV tunaangalia taarifa. Nimeshangaa naangalia nyuma hivi. Polisi kama 6 wana defend. Duduba tunakuhitaji kituoni. Hiyo saa 2 usiku sasa wakati wa taarifa habari.
Kaambia nimefanya kosa. Yaani sasa waga mimi naanza kurotate. Nimefanya kosa gani? Paka polisi wananikamata. Kaambia hapo ngoja nivae viatu. Nikaingia chumbani nikafunga mlango. Wakaanza kugonga mlango kwa nguvu. Nikavaa buti na nini. Nafungua. Nikafungua. Nikatoka nje tukaingia tu fresh kwenye defender. Kufika polisi nikatupwa ndani. Wakati tu nimekamatwa hotelini, kumbe redio ya Alage kashawapanga watangazaji ndio wanatangaza. Wanatabola msanii mliyemtarajia si ukumbi wa Royal. Hata kuwepo Dudu kashakamatwa na jeshi la polisi na yuko lock up. Kwa hiyo msihangaike kutoka, redio yake ndio inatangaza. I swear to God, Mwenyezi Mungu anaona. Unanifanyia vitu vya kijinga kama hivyo. Aden Lage, unaheshimika serikalini. Mheshimiwa mbunge, umekuwa mheshimiwa kwenye mpira. Fanya vitu vya kijinga kama hivyo. Na naongea yasikia Aden Lage na serikali wasikie na wana mpira wasikie. Wamwambie ulimfanyia hivi Dudu. Paka leo siwezi kusahau. Kumbe yeye anacheza sijui na mkubwa gani wa polisi pale. Kawekwa lock up kweli. Imefika muda tu sasa yeye anacheza na yule ilipigwa waya mmoja tu. Taarifa Dudu jiandae utoke. Sasa ajiulize huo waya ulipigwa na nani? Kweli na mimi nikachomoka hotelini nikaoga nikaenda kwenye show. Ndio siku ambayo hakuna siku nilipiga show watu wamejaa. Alafu natukana ndio ile. Kama unaonaga show za Tupac anapiga show kwa anatukana zile yale matusi yale ndio show hiyo sasa nilipiga. Alafu mpaka machozi yananilenga hivi. Wanachua wanashangilia. Napiga nyimbo alafu natukana na ninamtaja jina. Ukumbi mzima unashangilia kwa hasira zile. Kwani unifanyie vitu vya kinyama kama hivi? Shana is touching. Kwa hiyo kwenye ile game kuna mashetani. Wanajiona wana Mungu mtu. Wanajiona nchi ni ya kwao. Mimi nahangaika kutafuta pesa. Una pesa kunishinda mimi, alafu unanifanyia vitu vya namna hiyo. Nilitukana JS huwezi amini. Dendeni hata Kinondoni. Sasa hivi Mgalwa ni diwani pale Mwaloni hapo. Kamuulizeni kupitia cha akaambia kweli Dudu tukana kweli. Nilimtukana sana. Alafu polisi kwa wameniambia asubuhi ulipoti. Mimi ni mtiifu sana. Mimi polisi hata ukinipigia simu kuna kesi yako hapa. Njoo saa 4. Waulize vituo vyote. Saa 3 mimi waga nakuwa pale. Mimi ni Mr. On Time. Saa 4 mimi saa 3:30 niko pale. Nauliza kuna nini? Sijawahi kukaidi kwenda kituo cha polisi. Na hata kuna mkubwa mmoja aliwaambia huyu msiwe mnamfuata nyumbani kwake. Tafuteni namba yake ya simu piga. Anakujaga mwenye wewe unajifanya kielele. Huyu sio jambazi, sio unaenda kwake kumbeba kibindo, atakupiga kibindo. Anakuja wanapiga simu mimi naenda. Kwani namba yangu kuipata ni shida? Wewe unakuja mtaani kwangu na kibindo, mimi ni jambazi? Kakamate majambazi, kakamate wale wanaoua albino huko. Bwana mnaacha watu wanaoua albino huko. Kuna waganga wanapiga maalamuli wako huko kakamate wale. Kawapige wale. Waache tena tunaenda kwenye uchaguzi ole wako uwe albino katika uchaguzi huu. Kwa baada pale asubuhi kweli nikaenda. Nilipofika polisi wako kaunta wakaniambia kaa kwenye ile benchi. Polisi wenyewe wamekaa hivi benchi la nyuma hapa nikaka nasikilizia. Hawajaniambia ingia ndani. JS siwezi amini. Sijui polisi katoka wapi. Sijui ndio timu Lage. Ile kufika pale wenzake wako pale kaunta wanaandika hivi tu mambo yao pale. Mimi nimekaa tu nimetulia. Wewe unakaa hapo ni nani? Nani kakwambia ukae hapa? Hujui hapa unakaaga polisi? Unakaa hapo ni nani? Ananiwakia. Na muangalia tu hivi. Unakaa hapo nilimnyuka. Mimi ndo nakwambia alafu maabusu unajua vituo vya bosi maabusu geti ile hapa kaunta. Wanashangilia nikamwambia usiletee ujinga. Wewe ni askari. Hawa ni nani? Hawa si askari wenzako. Hawa ndio wameniambia mimi nikae hapa. Kwa nini unanifokea? Kwa hiyo walioniambia hapa si askari. Au wewe ndio unatumika? Maabusu watu wanashangilia. Baada hapo tukasuluhisha pale nikatulia. Ndio ikapigwa tena waya. Huyo atoke haraka anatakiwa kwenye show Nzega na Kahama. Tatu ilikuwa na gari langu na gari la hao mapromoter. Kweli nikatoka tukaingia kwenye tukawasha magari yetu wao Nzega Kahama. Kwa hiyo issue kaisha. Sasa angalia haya mambo. Ndio haya mambo tunapokuja watu wanatekana wao kwa wao. Alafu inakuja inasingiziwa nini? Serikali. Kwa hiyo haya ndio sasa
ni mapito ambayo nimeyapitia kuhusiana na mambo ya jeshi la polisi.